kutumia busara. Na maneno aliyozungumza yalikuwa ni mazito. Kwenye maelezo yake nisikia maneno kadhaa. Moja ambayo sio mazuri kwa kiongozi: vitu vya kitoto na vya kijinga. Alikuwa anamjibu nani kwamba hivi ni vitu vya kitoto na ni vitu vya kijinga? Moja. Lakini hivi vitu vya kitoto na kijinga alikuwa anamwambia nani? Unapokuwa kiongozi, hata kama una upande, Rais Jakaya Kikwete aliwahi kutuasa sisi vijana wake wa taifa hili kwenye upande wa michezo. Unapokuwa kiongozi na unajua una upande wako, hata wale wasiokuwa wako ni wa kwako. Nchi yetu ina timu mbili kubwa, Simba na Yanga. Unapokuwa kiongozi, wewe ni Yanga, hata watu wa Simba ni wa kwako. Unapokuwa kiongozi wa mpira, wewe ni Simba, hata watu wa Yanga ni wa kwako. Karia hajatumia busara na hekima kutoa maneno yale ambayo hayajengi. Ambacho Karia ameshindwa kukijua ni kwamba mechi ya Simba na Yanga economically, kwa maana ya shughuli za kiuchumi, katika siku moja tu ya mechi ya Simba na Yanga karibu watu milioni 5 huajiriwa. Yaani hujiajiri wenyewe ama huajiriwa. Watu milioni 5. Sasa nilitarajia Karia alivyorudi angeweza kuwapa moyo mashabiki waliopoteza fedha zao baada ya ile mechi kuahirishwa. Nilitarajia wale Karia angewapa matumaini mashabiki walioingia hasara baada ya ule mchezo kuahirishwa. Karia anashuka uwanja wa ndege, anakuja kuongea vitu nonsense kabisa. Tatizo la wizara yetu ya michezo imeamua kudampu hilo shirikisho la mpira. Najua wanaogopa ile sheria ya FIFA ambayo ni kali sana kwa serikali kuingia kwenye michezo. Lakini ndio ruhusu michezo ifanyike kihuni kwamba unaogopa FIFA? Yaani unawezaje kuruhusu tu huni uendelee kwenye mpira kwa sababu unaogopa rungu la FIFA? Karia badala kuzungumzia hasara na kuwapa matumaini wa watu waliopoteza fedha zao baada ya mechi kuahirishwa, anakuja kuwatukana watu. Halafu wizara inayohusika na michezo inajivua. Inasema hayo bwana mambo ya TFF. Is it true? Yaani watu wanatafuta fedha kwa ngama, wanahaso, wanataabika, wanadharirika kutafuta fedha kwa ajili ya kuangalia mechi ya Simba na Yanga. Halafu wahuni wachache tu wanafanya kuahirisha ile mechi, halafu wizara inajivua. Lazima tuwe na viongozi wanaoheshimu sheria zetu kama nchi. Hawezi kuwa na kiongozi ambaye anawajibika kwa FIFA, anaacha kuwajibika kwa serikali au wizara. Haiwezekani. Kwanza wangeomba radhi. Kama shirikisho wangeomba radhi. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, hivi kwa nini tunaita Tanzania Football Federation? Kwa nini? Kwa nini tusiite shirikisho la mpira wa miguu Tanzania? Na kiongozi wake asiitwe rais. Rais ni mmoja tu bana katika nchi hii. Kwa nini asiitwe mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania? Kwani haiwezekani? Na hivi Viingereza ndio vinawapa kiburi mpaka wanaanza kujiona kwamba na wao ni marais wa FIFA. Sasa nilikuwa namsikiliza mwenyekiti wa bodi, anasema amekiri kwamba ni ngumu sana kuishusha daraja Simba na Yanga.
Maana yake ni nini? Upande wa Simba na Yanga hakuna kanuni. Vilabu vingine 14 kanuni zinawahusu. Kuna chombo kimoja cha habari ndio kinapotosha sana kuhusu ubora wa ligi ya Tanzania. Ni uongo. Ukiingia kwenye website ya CAF, ndugu wa Tanzania, unajua sometimes tunadanganywa sana. Kuambiwa eti ligi ya Tanzania ni ligi ya 6 kwa ubora. Ya wapi? Ingieni kwenye website ya CAF au FIFA, angalia ubora wa ligi za dunia hii. Tanzania hatuko kwenye ubora wowote bwana. Na waamuzi wa timu mbili tu. Kwa hiyo Karia amefanya kosa, anapaswa kuwaomba radhi wa Tanzania. Wanazunguka wanawatumia kina Jemedari Saidi na wachambuzi wale wa mchongo wanaelezea, hawaongei kanuni iliyotumika kuahirisha ule mchezo. Hakuna. Wanakuambia tulitumia busara. Yaani Simba na Yanga kanuni zake huwa ni busara. Kwenye timu ndogo ndogo hizi kanuni zake zinafanya kazi kama kawaida. Alafu kanuni za Simba na Yanga ni busara tu. Sema TFF hatuwezi kuishusha Yanga au Simba kwa sababu imeshuka daraja kihalali, inashuka ipambane huko irejee ligi kuu. Kama ligi za Uingereza tunavyoona matimu makubwa yanashuka na yanapanda tena. Lazima tusimamie misingi iliyowekwa na viongozi wetu wa mpira. Misingi mizuri ya nchi yetu katika mpira iliwekwa na mwenyekiti na rais wa kwanza wa TFF, Leodiga Chira Tenga. Na mpira wa miguu sio pekee, kuna netball, kuna basketball, lazima yote iendelee. Sasa watu wanajikita Simba na Yanga kwa sababu wanasiasa huko ndio wanapatia kura.